Mungu wa viumbe vyote, uliyeziumba mbingu na nchi pamoja na bahari, asante kwa sababu tuko katika siku hii ambayo pia umeifanya ili tuwepo tena katika nyumba ya Bwana na kusikia kutoka kwako kupitia madhabahu. Umesema na mtumishi wako juma zima katika tafakari zake, katika usomaji wake, katika usikivu wake, hatimaye Bwana tuna chakula cha kiroho mezani. Tunaomba Bwana chakula hichi kinapokuja kwetu, hebu kiweze kuwa na afya njema katika roho, nafsi na mwili kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Sema neno kwa ajili ya maisha yetu endelevu. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Naomba ukae. Mungu akubariki unasema amina kubwa. Nataka nisungumze ujumbe wa kwanza, umbali uliopo kati ya mdomo na moyo katika kuabudu. Umbali uliopo kati ya mdomo na moyo katika kuabudu. Kwa nini tunasema umbali uliopo? Katika Mungu na katika kumwabudu Mungu wa kweli, mdomo na moyo havipaswi kuwa mbali. Vinapaswa kuwa ni viungo vya karibu sana kuliko viungo vingine vyote tulivyo navyo katika mwili, ambavyo vinapaswa kufuata maongozi ya moyo, maongozi yatokayo moyoni na kupitia kinywani. Lakini kwa bahati mbaya, labda kwa sababu ambazo tukazita za kibinadamu, au sababu ambazo za kutokujua, au sababu ambazo za mazingira tulionayo au tuliotokea kwenye maisha, midomo yetu na mioyo yetu katika kuabudu vimeachana mbali sana. Na watu ambao midomo yao na mioyo yao imeachana mbali sana katika kuabudu, Biblia inasema watu hao wanaabudu bure. Yaani wanaabudu kusikokuwa na faida, wanaabudu kusikokuwa na thawabu, wanaabudu kusikokuwa na baraka, wanaabudu pasipo kujulikana Mungu anayemwabudu. Sababu tu mioyo yao na midomo yao haviko karibu katika kuabudu. Na lazima kama watu ambao tunamwamini Yesu na tumemkubali Yesu kwa mioyo yetu na kukiri kwa vinywa vyetu, ili jambo la kuzingatia sana kwenye maisha ya kiroho. Anasema watu wao ni heshimu kwa midomo, watu wao ni heshimu kwa vinywa, watu wao ni heshimu kwa ndimi zao, watu wao ni heshimu kwa maneno yao. Na kwa sababu sisi tunamtambua mtu na tunamtafsiri mtu kwa jinsi anavyojieleza, ndio maana tunamuuliza umesoma elimu gani, una ujuzi gani. Kwa hiyo utambuzi wetu wanadamu kwa jinsi ya maelezo ya mtu. Na ni mara chache pale ambapo tunapokwenda hatua ya ziada kutaka kumtambua kwa mwenendo wake na tabia yake. Anasema ukitumia mdomo wako vibaya, maombi yako hayatasikiwa. Anasema macho ya Bwana waelekea walio haki na usikiza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hiko ndio kinywa ambacho Mungu anakitaka cha Mkristo, kinywa cha kweli. Kinywa cha ndio ndio, sio sio. Amekosea anasema kweli, hajakosea anasema hapana. Hana maneno ya kudanganya danganya, kuzungusha zungusha. Katika kitabu kile cha Wakolosai sura ya 4 mstari wa 6, sura ya 4 mstari wa 6, aina ya kinywa kinachohitajika. Wakolosai 4 mstari wa 6 anasema maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Mwambie jirani yako, unajua jinsi ya kunijibu? Usinijibu ovyo. Bwana asifiwe. Anasema maneno yenu yakolee munyu. Lazima sisi wanaume ambao tumeoa tujue jinsi ya kuwajibu wake zetu, hata kama una hela. Mke anaamini kwamba unajua wake zetu, labda niwaeleze, kina mama mtanisamehe kidogo, lakini ndivyo ilivyo, hata nyinyi ambao mjaolewa mtaolewa. Iko hivi, wake zetu wanaamini kuhusu sisi kama watoto wetu.
Nimekuwa nikisikia sana wanawake wanasema eti akimpata mwanamume eti ndio mtoto wake wa kwanza. Na waangaliaga kina mama namna hiyo, naona hamnazo tu. Eti kwa sababu kumhudumia mume wake na nini. Na sasa wenyewe wanaambizana hata kwenye maharusi. Huyo mume ndio mtoto wako wa kwanza. Mume hawezi kuwa mtoto wa kwanza. Mwambie jirani yako lazima tofautiane nao. Mimi nafahamu Biblia. Umeelewa? Huwezi kunidanganya. Haya maneno mnachukua huko mitaani, mnakosa maneno ya kusema. Mje tuulize sisi kwenye harusi mkienda mseme nini? Eti ndio mtoto wako wa kwanza. Eti mtoto wa kwanza kuuliza nini? Eti kwa sababu eti nampikia. Wale mbona watu wanakula hotelini? Na wale wanalisha hotelini wao baba zetu wa kwanza wale. Mtu hawezi kuishi kula hotelini. Sasa kuishi. Hizi lugha tu za mbwembwe za dunia. Kama vile wanasema mweke mahali pema peponi. Kama sio mbwembwe ni una nafasi yako peponi. Wewe mwenyewe unataka unamtakia mtu mwingine. Eti ukimpeleka ujela mweke mahali pazuri. Wewe una nafasi jela. Bwana asifiwe. Sasa wanawake na ndivyo walivyoumbwa. Na ndivyo wanavyopaswa. Huwa wanakuwa wanatutegemea wanaume. Na ndio maana usishangae kwenye hizi ndoa nyingi zinavunjika. Ukimsikiza mwanamume, kwa ndio amevunjika sana. Yaani mke wangu ana kazi kubwa, ana mshahara mkubwa, kila zake zote sizioni. Ndivyo walivyo. Kwa hiyo usijisikie vibaya, wewe endelea kumhudumia mpaka siku Bwana amguse. Sasa wanatutegemea. Kwa hiyo wakija atakwambia hiki hamna. Usianze kuwaka. Wewe unajui sina hela. Unanifuata, unanichokoza. Kama vile mtoto wako yule aliyezaliwa wa kiume wa kike anapoamini kwamba wewe una nguvu kuliko kwa kina baba wote, ndivyo na mke wako anapoamini kwamba wewe una maarifa ya kupata anachokitaka. Sema amina. Sasa unafoka nini? Mwambie yako acha tabia hiyo. Unafoka nini? Ukiambiwa na mkeo kwamba hiki hamna, kama una kitu wewe mwenyewe unamezea tu. Naomba nimesikia mama, Bwana atafanya njia. Sawa? Alafu kimya. Sio unaanza, wewe unajua, wewe una nidhi yake kwa sababu wewe una kazi, unaona mimi sina kazi, unalingisha, akulingishi. Ndivyo ambavyo anapaswa kutunzwa, hivyo ndio Biblia inatutaka. Tusizidie na watu wa mataifa ambao wanafahamu kabisa jinsi ya kutegemeza wake zao au familia zao. Sio kwamba wanawake hawafanyi, wanafanya kwa sababu ni wasaidizi. Lakini wewe unawajibika. Hata kama mkeo ana kazi, lazima mnunulie nguo. Kuna mtu kasema amina chini. Iliyokosa ujasiri. Sema amina yenye ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukijisikia kusema amina sema. Hii ni kanisa la Mungu. Hakuna atakayemhukumu mtu wa kusema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo wanategemea hivyo. Yaani wakati mwingine unakuta hata mimi nakuaga kwenye mazingira fulani, lakini sijisikii baba mke wangu akiniambia mtoto anataka hiki, unasema amina. Kwa sababu unajua ndivyo tulivyoumbwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Katika Kolosai anasema tujue jinsi ya kuwategemeza watu kwa maneno. Mwambie jirani yako, ukinijia ujue jinsi ya kunitegemeza. Usije kunirarua na maneno. Unajua kuna wale ambao akija kuzungumza na wewe unatamani hata usingeenda kumsikia. Anakularua kuanzia utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu. Anakuacha pressure imepanda. Mwanamke gani kisilani mone. Sula ya yaani anachanganyikiwa. Na wakati unakuta ni mdada anaongea kwenye simu, ampi mwanamume nafasi, anambana mbavu mpaka mwanamume anabaki kwenye simu. Anasema mpaka simu inapata ya moto na badala ya kumtegemeza mtu kwa maneno, wewe unamuumiza mtu kwa maneno. Mwambie jirani yako achana tabia hizo za kidunia. Vinywa vyetu Bwana anavitarajia viwe vinywa vya kutegemeza. Si kutegemeza katika uovu, lakini kutegemeza katika haki. Kutegemeza katika kweli. Kutegemeza katika injili. Na Bwana atakutumia katika jina la Yesu. Nina maandiko mengi ambayo siwezi kuyasoma, lakini aina ya kinywa kinachotakiwa pia usisahau kinywa kilichotakaswa. Katika Isaya sura ya 6 kuanzia mstari ule
5 mpaka wa 8 inatajwa kinywa kilichotakaswa. Midomo yenye tohara. Tohara ni kutahiriwa. Vinywa vyetu vinapaswa kuwa na tohara. Sio vinywa tu vya namna tu. Unajua unatakiwa msikilize nyinyi wanaume. Mwanamume unatakiwa unapoongea mbele za watu, yani watu mpaka wajisikie kukusikiliza hata kama wakati wao unaongea pumba, kwa sababu unajua kutegemeza. Halafu nyinyi kina dada ndio mnapaswa kuwa mara 100. Sema amina. Yaani nyinyi wadada mnapoongea, nisikilize nyinyi wadada kanisa hili. Mwache ni sauti yenu ya ajabu ajabu hapa. Mnaunguruma nini? Lazima unapoongea na mchungaji ka sauti kidogo ukafanye kaeleweke. Hello. Sauti imetulia. Sio mwanamke anapokea simu. Hello. Uko wapi? Wewe. Mwanamke gani wewe? Mwanamke anapokea simu japo ameokoka, sauti yake ni ya upole. Ya pause. Hello. Naitwa Sister so and so. Nikusaidie nini? Mimi nishapigia kinada fulani hapa, wengine wameshahama kanisani. Na apigia simu na abadilishia sauti. Nageuza sauti yangu. Hapo nigeuza naanza kumwambia hello. Ujambo? Wewe nani? Namuuliza ujambo dada. Nauliza wewe nani? Nauliza dada, nina mazungumzo kidogo na wewe. Na nilikuwa napenda nizungumze na wewe. Wewe ni dada fulani. Wewe nani? Ujue dada mshari. Na usimuoe, mwabadilishie sauti kabla mjafikiria kuoa. Huyo mshari. Kwa sababu kwa nini ngangane wewe nani? Ana tatizo gani? Kwani usiongee na huyo mtu? Kwani wewe uko una umbali naye kiasi gani? Atakufanya nini huko aliko na kasimu gani? Kwani nakuuliza uko wapi? Hello. Habari yako nzuri. Ninazungumza na nani? Unazungumza na Sister Felista. Nazungumza kutoka Bujuo. Oh Sister Felista, Mungu akubariki. Unasali Deeper Life? Ndio. Mimi ni mchungaji, Bwana asifiwe. Unaona? Nishachomekea dada wengi wamefeli. Wakali kama pilipili embe, ndo maana nakosa katumia kutana na wenzi wewe. Mmoja sasa kumtaja jina alinichanganya. Usipomtajia jina lako nakata simu. Nikamwambia kata simu kwa asala yako. Nikaongea sauti ya Kizungu, unakata simu kwa asala yako. Kwa sababu leo ni siku yako ya kukutana. Nakamwambia nakata simu, kakata. Nikampigia tena. Hapokei. Nikapiga tena. Huko sio kujiamini na uasherati, huo ni ujinga tu. Utafanya uasherati kwenye simu. Zungumza na mtu, baadaye utajua kwamba mtu ni mpuzi. Utaambia achana, mimi maisha yataendelea. Umeelewa? Lakini sio hasira na nini. Wewe umepigiwa mwanamume, unajua kwa kina dada siku hizi kwenye mitandao watu wanakosea simu. Na wala hajakusudia wewe. Mimi nishapigiwa simu na mtu. Halo mpenzi. Naambia halo. Simwambie mpenzi wako nani? Naambia halo. Mpenzi uko wapi? Naambia samani, nazungumza na nani? Kwani wewe nani? Mimi naitwa Pastor Gaudens. Oh, samani nimekosea. Lakini tulikuwa tunaendelea kuzungumza. Sio, halo mpenzi, halo sweet. Shetani mweusi umeshindwa, nani mpenzi wako? Na baba yenu mkeo kabadilisha sauti. Mwambie jirani yako kuna kinywa kinahitajika mbele za Bwana. Mwangalie na midomo yake, ambaye kuna mdomo unahitajika mbele za Bwana. Na kuna mdomo unahitajika katika jamii. Sio unajiachia. Mungu anaweza kukujaribu kwa njia yoyote ili akuone una kiwango gani. Jambo la 3 na mwisho kabla hatujaomba, na aina ya moyo unayohitajika. Aina ya moyo unayohitajika. Hapa sasa kuzungumza muda mrefu, lakini nitazungumza kidogo tu alafu tutakwenda kwenye sifa moja kwa moja. Angalia Waebrania sura ya 10 mstari wa 22. Waebrania 10:22. Hebrews 10:22. Waebrania 10:22. Nasema na tukaribie wenye moyo wa kweli. Cha kwanza moyo unahitajika ni moyo wa na kinywa kinachosema kweli. Si muona Bwana sana, nitasema kweli na moyo wa kweli. Vyote vinaanza na kweli.
Moyo wa kweli, kinywa cha kweli. Moyo safi, kinywa kilichotakaswa. Na tukaribia wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani. Hali tumenyunyisiwa mioyo tuache nini? Dhamiri mbaya. Tumeoshwa miili kwa maji safi. Anasema moyo wako umenyunyisiwa damu ya Yesu. Tuache dhamiri mbaya. Mstari wa 23, na tulishike sana ungamo la tumaini letu tulilongama kwa kinywa chetu. Lisianguke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Unahitajika moyo wa kweli. Unahitajika moyo uliooshwa, ulionyunyiziwa damu ya Yesu. Moyo safi. Hiyo nimesema Waebrania 10:22 na 23. Alafu nasoma ile Injili ya Mathayo. Hapa wengi tunafahamu, lakini acha niisome kwa sababu tumeweka katika ile tukasoma. Mathayo sura ya 5 na mstari wa 8, ile andiko maarufu tunafahamu watu wengi. Mathayo 5:8 anasema, heri wenye moyo safi, pure heart, white heart. Unahitajika moyo safi, moyo mweupe. Sio hilo tu, katika Ezekiel pale niliposoma, alafu tutakwenda kuomba. Ezekiel sura ya 36 mstari wa 26. Ezekiel 36 mstari wa 26. Ezekiel 36 mstari wa 26 anasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe ulio ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Bwana asifiwe. Huu ndio aina ya moyo Mungu anautaka kwa ajili ya kumwabudu. Huu ndio aina ya moyo Mungu anautafuta kwa ajili ya kumwabudu. Huu ndio aina ya moyo ambao ukiwepo ibada inapata kibali. Aina ya kinywa kile ambacho nimekitaja, aina ya moyo ambao nimeutaja, ukiwa navyo pamoja, unapokuja mbele za Bwana, machozi yako yanapotoka, Mungu anayaona. Moyo wako umetakaswa, hauna dhamiri mbaya juu ya mtu yoyote. Huna ndani yako kupenda watu wasifanikiwe, ndani yako unapenda watu wafanikiwe, hata kama hutapata chochote. Ndugu zangu, nimekuwa nikiwaombea watu wanaepata mamilioni ya fedha na mimi sipati chochote. Lakini sijaacha kuwaombea. Sijaacha kuwaombea. Lakini nawaombea kwa sababu naamini ipo siku Mungu atawafungua. Na shauku yangu ni kuona kila mshirika anafanikiwa. Hiyo ndio dhamiri njema. Ukiona moyo wako haupendi mshirika mwingine afanikiwe, leo ni siku yako ya kutubu. Ukisikia moyo wako haupendi mtu mwingine aendelee, mtu mwingine awe na nyumba, mtu mwingine awe na gari, yani ukiona ana gari unaona sasa tutakuwa na magari watu wengi. Musa alisema hivi, wakati mwanzo alikuwa ndo amejazwa Roho Mtakatifu na watu wachache. Siku moja alipoingia katika hema kushukia ya kukutania, watu 70 wakajazwa na Roho. Yoshua akawa wa kwanza, akiwa mchanga kiroho, akamwambia Musa, hebu njoo kwa haraka uwazuie watu, wanatabiri kama wewe, wananena kama wewe. Musa alikuwa na moyo safi. Akamwambia Yoshua, sio hao 70 wanaotabiri, nataka mkutano wote wa Israeli watabiri. Sema amina. Sema amina. Huu ndio moyo unaitwa moyo uliacha dhamiri mbaya. Moyo uliacha dhamiri isiyofaa. Moyo ambao unamshauri mtu, yani sio akadondoke. Unamshauri mtu kabisa, namwambia ndugu, ninachokiona katika hilo unaliendea halifai. Kwa moyo wa kweli. Na unamwambia ndugu, hichi ninachokuambia ukifanya utafanikiwa. Kwa moyo wa kweli. Si unamwona kabisa anachokwenda kufanya anaangamia, unasema acha tumuone. Huo sio moyo wa kweli. Huo sio moyo safi. Huo sio moyo uliosafishwa. Huo sio moyo mweupe. Huo sio moyo unaokubalika ibada yake. Moyo huu unakuonyesha ndio Mkristo anaohitaji. Pale uliposimama mtu wa Mungu, nataka umwabudu Mungu kwa dakika 1, 2, 3. Hebu omba dakika 1, mwambie Bwana, nahitaji moyo wangu na kinywa changu viunganike. Urumbe maneno hayo. Moyo wako na kinywa chako mpendwa viunganike. Tunataka ibada timilifu, tunataka ibada isiyo na mawaa, tunataka ibada isiyo na giza. Acha mioyo yetu na vinywa vyetu viungane. Unataka kuona siku njema zaidi kwenye maisha yako, usinene hila, usitukane watu, usirudishe matukano, usipuuze watu, usidharau watu, usikebei watu. Tumia kinywa chako kutegemeza watu kwa maneno. Wapende kina dada, wapende kina kaka, watie moyo, wakumbatie, wafurahie. Wakikutembelea wape chakula, wakikutembelea wape soda, wape vinywaji, wape juisi, wape wali, wape nyama.
wape mayai, wape vitu vizuri vizuri. Huo ndio moyo ambao Mungu anautaka. Kwa jina la Yesu, amen. 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 Utafanyia kazi hili somo. Na tukifanyia kazi tutapata kina Nathanieli wengi sana. Amen.